Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sasa Mungu amependezwa tukutane hapa katika ushirika huu wake ambao ameuchagua kwa neema na rehema zake. Sasa ni vyema tuangalie kuhusiana na moyo ambao Paulo aliutumia akiwaambia watakatifu wajichunguze kwa sababu hakuna kitu kibaya kama kuwa na uhakika kwamba ukitoka hapa waenda kifuani kwa Abraham, alafu ufike, alafu ambue sasa si hivyo venye ilikuwa unafikiria. Naona so katika mwaka huu naamini umekuwa na mzigo ndani ya moyo wa Mungu kwamba mtu asiende sana miaka mingi katika wokovu ambaye naamini ameokoka, alafu afike tu pale atambue kumbe haikuwa hivyo. Bwana, hino iko na unaiona katika wahudumu. Mhudumu amefanya miaka 50 na unamuona kabisa hata katika mahubiri yake hakuna hata toba inawaikuguswa. Na unaona hiyo ministry imekuwa for 50 years. Na unashindwa sasa hii ni gorofa kubwa na ametengeza pengine hata mashule na hakuna toba inaguswa. Hakuna amri za Mungu haziguswi kabisa. Kwanza tuko wako kinyume. Alafu nashindwa huyu mtu ukimuuliza, jamani si ujichunguze, yuko tayari avunje kila kitu ambao ametengeza kwa miaka 50. Hii inakuwa ngumu sana kwa sababu amekaa kwa muda mrefu sana kiasi ya kwamba hata mali amefikia akifikiria kuvunja kila kitu hii anaona haiwezekani. Sasa shetani anamtia nguvu, anamwambia wewe endelea tu hivyo hivyo. Sasa anabaki katika hivyo. Anaeleza hivi si eti kwa sababu ni kitu ambacho nashuku kwa mtu mmoja ama mwingine, lakini ni kitu ambacho kiko kwa watu wengi sana. Na ufichi ndio shida ya watu wengi, huwa hawabadiliki haraka kwa sababu ministry ambao wamekaa sana katika udanganyifu kiasi ya kwamba hata ukweli ukija wanaona kama udanganyifu. Alafu wanaona basi hata kama huo ukweli ni kweli. Sasa nitaribu kila kitu ambacho nimetengeza katika 50 years ama 60 years. So ikawa Mungu akawa na mzigo kuambia hakikisha kwa uwezo wa Mungu vile kama Paulo alifanya, rudi tu katika maandiko hivi. Kwanza wewe ujichunguze wewe kwanza. Alafu huo moyo pia uwapatie wengine. Na wengine pia wapatie wengine. Bwana Yesu asifiwe. So huu moyo sieti kuna mtu kidogo, ni moyo ambao uko kwa maandiko, ama uone moyo pengine ni wangu ama pengine ni wangu na ni wako. Sasa tuamini tuombe. Mungu Abraham, Isaka na Yakobo, asante kwa moyo huu Bwana. Mungu kweli mwaka huu Bwana ni mwaka wa kufunguliwa kwa wale waliofungwa, na vile ni mwaka Bwana kwa kujichunguza Bwana, ili tusiende miaka mingi alafu tutambue kwamba Bwana hatukuwa tunatembea na wewe kama Mariam na Josefu. Bwana tusaidie Mungu, na kwa jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Asante. So tuangalie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:28. Wakorintho wa kwanza 11:28. Inampasa mtu ajichunguze mwenyewe kabla ya kula mkate na kukinywa kikombe. So hii ni meza ya Bwana. Walipokuwa wanachukua meza ya Bwana waliambiwa ajichunguze. Huu ni ule mkate ambao watakatifu wanakula na ile damu ambao watakatifu wanakunywa.
wanaambiwa jichunguzeni. Sasa kwa mkate, kwa meza ya Bwana wanaambiwa jichunguze. So how much more kwa safari ya umilele kuingia katika ufalme wa Mungu, yafanye jichunguze mara ngapi? So kuna hitaji kwamba kanisa lijichunguze, kanisa lichunguzwe. Kila mmoja ajichunguze. Hii ni meza ya Bwana tu. Na uviti semi ni meza ya Bwana tu nikiweka chini, yani nikiidunisha, ni meza ya Bwana ambayo ni muhimu. Na watakatifu wanapokutana huwa wanachukua hiyo meza, lakini onyo linatolewa. Wanaambiwa tujichunguze katika hiyo meza. Meza. Mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Na tunaambiwa tujichunguze. So ina maana jina jichunguze si jina geni kwa kanisa la watakatifu. Jina jichunguze si jina geni. So shetani asilieke ndani ya moyo wako kwamba mimi kwani nimepungukiwa na nini? Hii ni sehemu ya mafundisho ya Yesu Kristo. Ni sehemu ya mafundisho ya Yesu Kristo, kwa sababu mafundisho ya Yesu Kristo ni yale ambayo alimpatia Paulo. Alimuita akamwambia Paulo, unanitesa. Alafu akamwambia atakuonyesha vile utakavyofanya. Yesu akasema mtu huyu ni chombo nitakachokitumia. So Yesu akampa Paulo mafundisho. So Paulo anasema tujichunguze kabla ya kuchukua meza. Meza ni inaonekana tokeo la kawaida. So nafaa nijichunguze mara ngapi? Nafaa ujichunguze mara ngapi? Hii safari ya kuingia paradiso. Bwana Yesu asifiwe. So kama ile meza naomba nijichunguze. Sasa kutoka kwa hii meza tuangalia moyo mpana sasa. Umilele wa paradiso. Umilele wa paradiso. So ni kazi ambayo Mungu kama amekuita uwe mtumishi, kwa uwezo wake na rehema yake, inafanya iwe ndani ya moyo wako. Iwe kabisa. Wale kondoo Mungu atakupatia kwa neema yake na rehema zake na akupatie, yafaa ujue mioyo yao. Uambiwe jichunguze wao. Alafu wewe kama mtumishi ambaye Mungu atakuwa amekuita, pia uchunguze ile mioyo yao penye wanaelekea. Ukiona tabia ifanani na Yesu Kristo, usinyamaze. Wakalishe chini, ongea nao. Waambie kwanza jichunguze. Pili afu tumekuchunguza kwa uwezo wa neno, lakini kuna haya matunda, ili damu isije ikadaiwa kwako ama ikadaiwa kwangu. So tukiangalia Wakorintho wa pili pia 13:5. Korintho wa pili 3:5. Wakorintho wa pili mlango wa 3 mstari wa 5. Si kwamba sisi tunafikiri kuwa tunaweza kufanya jambo lolote wenyewe, lakini nguvu yetu Wakorintho wa pili 13:5. 13:5. Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5. Wakorintho wa pili 13 mstari wa 5. Jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Jipimeni wenyewe. Je, hamtatambua ya kuwa Yesu Kristo yumo ndani yenu? Kama sivyo, basi mmeshindwa kufika kipimo hicho. Rejelea tena tafadhali. Mstari wa 5. Jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Jipimeni wenyewe. Je, hamtatambua ya kuwa Kristo yumo ndani yenu? Kama sivyo, basi mmeshindwa kufikia kipimo hicho. Paulo, Roho wa Kristo ndani ya Paulo anaambia kanisa la watakatifu la Wakorintho ambaye Kristo amemtumia Paulo. Baadhi ya hizi nafsi Mungu amemtumia Paulo akazihubiria. Paulo akazihubiria kwa uwezo wa Kristo. Alafu Paulo kwa uwezo wa Kristo akasema hizi nafsi zimeokoka, zikapokea Roho Mtakatifu na akaamini,
na zikapelekwa kwa ubatizo, nafsi hizo zikabatizwa. Paulo Mungu akamweka kama overseer wa hili kanisa. Bwana Yesu asifiwe. So Paulo anajua hizi nafsi kwamba zimeokoka, na hata akisimamishwa mbele Yesu Kristo akiambiwa hizi nafsi zimeokoka, anasema Kristo aliokoa hizi nafsi, na hili ni kanisa la watakatifu. Hiyo ndio Paulo anajua. Lakini inafikia katika Wakorintho waraka wa pili, analiangalia hili kanisa baada ya waraka wa kwanza 5. Acha tuangalie hapa. Waraka wa kwanza 5, anaona indiscipline ambayo iko pale ndani. Anaona indiscipline ambayo si ya kawaida. So before once, acha usome 1 kwanza, Wakorintho wa kwanza, alafu tutakuja hapo 5. Wakorintho wa kwanza 1, naweza soma 1:1. Wakorintho wa kwanza 1:1. Paulo aliyeitwa kwa mapenzi ya Mungu kuwa mtume wa Yesu Kristo na Sositini ndugu yetu. 2. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho, kwa wale waliotakaswa katika Kristo Yesu, walioitwa kuwa watakatifu, pamoja na wale wote ambao kila mahali wanaliita jina la Kristo Yesu Bwana wetu, aliye Bwana wao na wetu pia. Asante. Weza rejelea sehemu ya A. Kwa kanisa la Mungu lililoko Korintho. Anatambua hili kanisa kama kanisa la Mungu lililoko Korintho. So watu wakiokoka, wakikutana pamoja, ndani ya mioyo yao kuna amri za Mungu, kwa maindi zao kuna amri ya Mungu. Yesu yuko ndani, Roho wa Mungu yuko ndani, neno la Mungu liko ndani, ni taa. Alafu amedhihirisha imani kwa ubatizo. So kanisa anasisitiza tu, Paulo anasema hili ni kanisa la Mungu ambako mahali Yesu Kristo yuko. So ni kanisa ambalo limeandikwa mbinguni na majina yao yameandikwa mbinguni. Lakini kuna matunda yalianza kuonekana. Analisifu Paulo hapa. Lakini kuna matunda fulani yalianza kuonekana ambao Paulo hakujivuna. Aseme hili kanisa naamini liko vile vile, naamini. Zingine waweza jivuna, waweza jipata unajisukuma. Yaani matunda ni mabaya, lakini nasukuma tu hivyo. Nasema hili ni kanisa la Mungu. Hakusema hivyo. Paulo alisuka. Akashuka chini kabisa. Waweza soma 5:1. Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa kwanza. Kuna habari za kweli. Kuna habari za kweli kwamba miongoni mwenyu kuna uasherati ambao haujatokea hata miongoni mwa wasiomjua Mungu. Anasema kuna uasherati ambao haujatokea hata kwa watu ambao hawamjui Mungu. So isaona saa zingine kuna watu wameokoka, lakini wanaleta tabia ambazo hazina hata watu wa mataifa, hazina hata Waislamu. Na sisi tunasema hata Mslamu ni mzuri kuliko huyo ambaye anasema ameokoka. Inafikaje wewe unaambwa hivyo? Inafikaje mimi naambwa hivyo? Inafikaje mtu anaeka hicho kipimo kwangu anasema yule ni mchungaji, lakini hata afadhali wale ambao wanajiuza kule nje. Inafikiaje hiyo? Utakuwaje na ujasiri, ama mimi nitakuwaje na ujasiri nikiamini mimi niko sawa, na kuna mtu ananiambia hata afadhali kukaa na Mslamu kuliko kukaa na wewe? Sislimu Mslamu kwa kumdunisha, lakini nasema Waislamu hawana Kristo ndani yao. So namaanisha mimi nikiwa na Kristo, wewe ukiwa na Kristo, unafaa uwe bora zaidi ya hiyo jamii nyingine. Welewa. Lakini so moyo tafadhali, ni Mungu mwenyewe ananena kutoka mbinguni. Ni Mungu mwenyewe. Kwa sababu kanisa la Wakorintho linaitwa kanisa la Mungu, lakini Paulo anashuka. Hajisifu. Nasema hao waliokoka, hili ni kanisa la Mungu. Mungu alinitumia. Haweki ushuhuda huo. Anaona kuna zina imefanyika. Anasema kuna ripoti imeripotiwa, na kweli hii ripoti kwamba kuna zina imefanyika huku ndani. Na hata katika watu wa mataifa hakuna. Yeye anashuka.
Lakini wachungaji wa Swaizi wanataka wasukume uliokoka, waamka kwa uzinzi, waamka kwa usherati, waambiwa hapana, rudia tu sala toba, wewe songa mbele. Haya matunda ya uzinzi na usherati yanatoka wapi? Haya matunda ya kiburi na faraka yanatoka wapi? Haya matunda ambayo mimi siwezi kusikia wakati neno la nionya, inatoka wapi? So zina inapatikanaje kwa kanisa la Mungu? Endelea tafadhali, mstari wa 2. Kwamba mtu awe na mke wa baba yake. 2. Mpaka hapa. Si mtu tu amechukua kasichana mahali, mtakatifu amechukua kasichana mahali alafu akazini naye. Ni anamfuata yule babake ambaye analala naye, yeye anamfuata huyo. Uelewa? Lakini hatusemi zina ni nzuri, zina zote ni mbaya, lakini hii zina ni mbaya zaidi. Watu wa mataifa wanaweza kuwa na hofu, yule ni mke wa babangu, mahali baba anaingia mimi siruhusiwi. Mtu wa mataifa anaweza kuwa na hiyo hofu, akasema hapa sitaki. Akaangalia pengine mwingine ambaye hajaoana naye, akatumika na shetani kutenda hicho kitendo. Lakini sikipatii haki. Lakini hii ambayo inatoka hapa katika hili kanisa la Mungu ni mbaya zaidi, kiasi kwamba ni mtakatifu anaona mke wa babake, alafu anasema yule ndio the right pastor, yule ndio the right pastor. Alafu anaenda anazini naye. Si kuzini tu, inasema mtu anaishi. Inamaanisha conviction imekufa. Conviction imekufa, amemzima Roho Mtakatifu. Na bado ili kanisa la Wagalatia lilikuwa bado linajisifu. Hawamweki kando amuoji, haya matunda ni gani? Mbona ujichunguzi wewe? Wewe jichunguze. Alikuwa afanye hivyo. Anakuja anamkaribisha, anaendelea kukaa, lakini nafsi yake ndio itapotea. Nafsi yake ndio itapotea. Fika 2. Uko namba 2. Wakorintho wa kwanza 5 mstari wa 2. Nanyi mwajivuna. Haiwapasi kuhuzunika na kumtenga mtu huyo aliyefanya mambo hayo na ushirika wenu. Mpaka hapo ni sawa. Mimeona kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika hili kanisa la Mungu. Zina. So tukisoma sasa Wakorintho wa 2 13. Wakorintho wa 2 sasa 13 mstari wa 5. Wakorintho wa 2 13 mstari wa 5. Jichunguzeni wenyewe muone kama mnaishi katika imani. Jipimeni wenyewe. Hamtambui ya kuwa Yesu Kristo yumo ndani yenu? Anaambia jichunguzeni, jipimeni wenyewe. Anaambia jipimeni wenyewe. Anawaambia hivi. Ni kwa nini anawaambia wajichunguze? Yeye ndo amewahubiria. Yeye ndo aliwachunguza. Na kupitia Kristo akasema watu wameokoka, na akaandika waraka kwa kanisa la Mungu la watakatifu waliotakaswa. Then niaje kwa Wakorintho wa 2 akiandika waraka wa 2, niaje anawaambia jichunguzeni. Nani anaweza sema ni nini inamfanya aombe wajichunguze? Yes. Mungu akubariki. Matunda. Licha kuwa Paulo ameenda mbingu ya 3 na akaona vitu vikubwa kabisa. Na aliposhuka Mungu alimtumia, lakini Paulo ajivuni. Haoni uzinzi pale ndani. Alafu ukimuuliza Paulo, lile ni kanisa la watakatifu, anasema wote wale ni watakatifu. Anakwambia ngoja kwanza niangalie matunda yao. Licha kwa huku kwa waraka wa kwanza aliandika kwa kanisa la Mungu waliotakaswa, watakatifu. Lakini huku akimalizia anaambia jichunguzeni muone kama mko na Kristo ndani yenu ama hamuna. Nani aliyobatiza?
Nani alitumika akawabatiza na Roho Mtakatifu? Paulo. Licha kuwa hakubatiza wengi kwa maji, watu wengine walikuwa wanaendelea na hizo kazi, naamini kwa sababu ni amri ya Yesu Kristo. Lakini kwa uwezekano na kwa Roho wa Mungu kupitia Roho Mtakatifu aliwahubiria Injili na wakabatizwa na Roho Mtakatifu, na akasema hili ni kanisa la Mungu. Lakini akimalizia waraka anasema hili kanisa ambalo nilisema ni la Mungu, hebu jichunguzeni huko. Anaosha mikono yake. Ni kwa sababu kuna matunda yameonekana ambao hayaendani na hayafanani na Yesu Kristo. Anasema watu wajichunguze. Hii waraka ni yangu. Hii waraka ni yako. Jichunguze. Jichunguze. Isende 50 years, 60 years. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Afadhali mwe watu 4, lakini nyote kwa uwezo wa Mungu mko na uhakika mwingia paradisi. Hata mko na wengine 10, mko na wazi mnajua hawa 6 bado haijakuwa sawa nao. 10 lakini 4 wako na uhakika wanaingia paradisi. Lakini sasa tuko na uhakika hawa 6 hawaingii, kuliko tuwe 10 na tuna uhakika kwamba sote tunaenda, lakini 10 wa 6 hawaendi. Sisemi kwa 10, 50, 20 ni vibaya. Lakini Mungu anasisitiza kuwe na uhakikisho wa kila mmoja kulingana na yale matunda ambayo anayatoa. Kila mmoja, kwa sababu utaenda kusimama mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Utasimama kama una uhakika. Ukiona zile mwenzako amesimama, ukiona penye anahukumiwa na uko pale unaangalia, roho yako itakuwa inapiga kiasi gani? So Mungu anataka uwe na uhakika kiasi ya kwamba ukiwa pale waimba tu nyimbo, tenzi tu ndio zinaendelea. Tenzi zile ilikuwa unaimba duniani, unaimba kwa sababu unajua kwa uwezo wa Mungu ulijitafuta katika matunda kupitia neno la Mungu, na ukawa na uhakika waondoka duniani na matunda yako sawa mbele za Mungu kupitia Yesu Kristo. Na una shaka ukisimama mbele ya Bwana wako ambaye ni Yesu Kristo, wajua wazi ni uzima wa milele. Maana ulitembea na ukaenenda kwa amri za Mungu. Na matendo ya Yesu Kristo, kazi za Yesu Kristo zilikuwa ndani yetu. Ulitembea pasipo kusitasita ama kutangatanga. Na mahali ulionyesha makosa, ulikiri mbele za Bwana na ukageuka na ukawacha hiyo tabia mbaya na ukasonga mbele. Una uhakika. Hiyo ndio Mungu anataka. Hiyo ikiwa inayumba katika moyo wako, shetani anakupiga tu chini. Lakini ukiwa na uhakika kabisa kwa kujichunguza penye Mungu anasema kupitia Paulo, ujichunguze na useme kweli Paulo kwa uwezo wa Kristo, mimi ni mti mzuri na Kristo anaishi ndani yangu, na matunda yanayotoka kwa uwezo wa neno la Mungu nikijiangalia kwa maandiko yako sawa kupitia amri za Mungu, na unasonga mbele. Yeah. So acha tuangalie Luka 2. Tuweza soma 40. 40. Luka mtakatifu 2 mstari wa 40. Naye mtoto Yesu akakuwa na kuongezeka nguvu, akiwa amejawa hekima, na neema ya Mungu ilikuwa juu yake. Endelea. 41. Kila mwaka Yusufu na Mariamu mama yake Yesu walikuwa na desturi ya kwenda Yerusalemu kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. 42. Yesu alipokuwa na umri wa miaka 12, walipanda kwenda kwenye sikukuu hiyo kama ilivyokuwa desturi. Baada ya sikukuu kumalizika, wakati Yosefu na Mariamu mama yake walipokuwa wakirudi nyumbani, Yesu alibaki Yerusalemu, lakini hawakutambua. Yeah.
Tutaendelea. Muda wote walienda na Yesu Yerusalemu, wazazi wake. Bwana Yesu asifiwe. So tushuke kabisa. Hawa ni wazazi wake. Mariamu ambaye amembeba kwa tumbo miezi 9, sawa sawa Yesu alikuja kama mwanadamu miezi 9, alafu na Yusufu ambaye alikuwa amemposa Mariamu alafu akamuoa. Yusufu ambaye alimpokea Yesu Kristo akambeba. Yusufu ambaye alimuona Yesu Kristo kwa macho. Mariamu ambaye alimnyonyesha Yesu Kristo. Yusufu ambaye alichukua nafasi kama ya baba mlezi wa Yesu Kristo. Hawa ni watu ambao wako karibu sana. Hawa ni watu ambao wako karibu sana na Yesu Kristo. Lakini cha kushangaza na cha ajabu ni kwamba walipoenda katika hekaluni walifikiria ni kwamba wako na mtoto ambaye ni Yesu Kristo. Lakini cha kushangaza, njia yote ambao walitembea mpaka nyumbani kwao walikuwa hawana Yesu Kristo. Lakini kwa mawazo yao, kwa mawazo ya moyo wao, walikuwa wanajua tu wako na Yesu Kristo mtoto wao. How much more leo ambapo Yesu yuko mbingu ya 3 mkono wa 10 wa Mungu, anafanya kazi ya ukuhani, na mimi na wewe tuko hapa duniani karibu sana na jehanamu. How much more kuko na uwezekano kwamba weza kuwa unafikiri uko na Yesu kwa mawazo, uko na Yesu kwa moyo, na ikawa watembea peke yako bila Yesu Kristo. How much more? Wazazi, ni ngumu sana mzazi kumsahau mtoto wake. Ni ngumu sana. Kwanza wa Kiyahudi, ngumu sana. Sababu ni watu ambao wanafundisha watoto wao wakiwa wadogo, tangu wadogo. Wanawafundisha, wanaweka karibu. Lakini walikuwa wanatembea safari yote. Lakini hawakufikiria kwamba kuna mtoto ambaye alikuwa naye. Kuna kitu Mungu anataka tuonyeshe. Kuna kitu Mungu ananionyesha. Hao walimuona Yesu kwa mwili na macho yao. Sisi hatujamuona Yesu kwa mwili kwa macho yetu. Sisi tunamuona Yesu wa kiroho kupitia maandiko na kupitia kile ambacho tunasikia, na kwa imani tunajua yuko, ambaye hatumuoni lakini tunaamini yuko. So how much more Shetani anaweza niongelesha, Shetani anaweza kukuongelesha uko unatoa matunda mabaya na kwa kuongelesha kwamba wewe uko na Yesu Kristo mti mzuri. So inafaa nishuke chini niangalie hawa wazazi walimsahau Yesu wakiwa kwa mwili. How much more mimi na wewe kwa roho? So yafaa nishushe. Yaani mali yafaa niweke shoka, venye Yesu ataniambia niweke shoka, niliweke hapo. Hiyo tu ndio njia ya kupona. Nisitumie kipimo changu, usitumie kipimo chako, nitumie hichi cha Yesu, kwa sababu kwa hii tayari ni hofu kubwa sana. Endelea tafadhali. Luka mtakatifu 2:44. Wao wakidhani kuwa yuko miongoni mwa wasafiri, walienda mwendo wa kutwa nzima. Endelea. Ndipo wakaanza kumtafuta miongoni mwa jamaa zao na marafiki. 45. Paka hapo ni sawa. Inasema but they supposing him to have been in the company. Walifikiria kwamba wako na Yesu katika ile kundi. Sasa wanatembea. Maandiko yanasema a journey of a whole day, went a day's journey. Day ni siku nzima, masaa 12. Hawa ni wazazi wake wa kimwili. Mariamu amembeba hapa. Na Yesu si mkubwa useme basi atajua bado ni mdogo. Na wakamsahau. How much more mimi na wewe kwa Yesu ambao ni wa kiroho na kwa imani tunaamini yuko.
how much more naweza make mistake? Kabisa waweza make mistake 100%. Sasa usijiamini na nisijiamini. Mtu ambaye atakuwa mjinga kabisa, hata mimi pia, wewe pia, nafsi yako inakusudia kwamba mtu ambaye atajiamini kwa moyo aseme mimi niko na Yesu, na wakati matunda yake ni mabaya, na wakati hao wazazi wenyewe waliyembeba tumboni na ule aliyempokea Yesu akizaliwa, Joseph alikuwa pale kumpokea, kumsaidia mke wake, anamuona hivi, na ilifika time siku nzima masaa 12 wakawa hawana Yesu. Lakini ukiwaambia, wakitembea tu katika safari, ukiwaambia mfano ameanza saa 12, saa 1 umwambie Joseph mfano, wanatembea tu, uko na Yesu, angekwambia nini? Angekwambia niko naye. Mwene saa 2, saa 3 umuulize Mariamu, mko na Yesu? Mariamu angekwambia nini? Niko naye. Mwene saa 7, saa 8, Joseph, Yusufu, mko na Yesu? Na hata angeuliza, usiulize hao maswali mingi, tuko naye twajua. Muendelee. Saa 9 urege tena, saa 11, saa 12, hata anaweza kasirika na wewe. Ndio akija kuangalia katika ile kundi hiyo saa 12, Yesu hayo. Ndio haya. Ndio maana Yesu anamwambia Paulo, hili ni kanisa la Mungu kweli, lakini hebu rudi tena kwa waraka wa pili, waambia watu wajichunguze. Kwa sababu gani? Mariamu hakujichunguza, Yusufu hakujichunguza wakati wa kutembea na Yesu kwa kimwili. Sisemi hawakuwa wameokoka, wazazi wake wameokoka na walikuwa wacha Mungu na walikuwa wanatembea kwa amri za Mungu, ndio maana Mungu akawachagua kwa neema kupitia neema. Lakini kuna kujichunguza kwa watakatifu kama tuko na huyu Yesu Kristo. Wafikiriaje? Wametoka Dar saa 12. Waende lisali moja alafu wajichunguze. Hawangeenda tena masaa marefu. Wangerudi tena wapi? Hekaluni, na wangempata hekaluni Yesu Kristo. So watu wengi wanaingia jehanamu. Hata kama washawahi kuokoka wengine, sawa. Lakini unapoendelea kuna kufutiliwa mbali. Lazima nijichunguze. Nikiona matunda ni mabaya, nijue hapana, mimi kuna sehemu mbaya naelekea kwa moto, kwa sababu kuna dhabihu inatolewa tena kusafisha dhambi ya maksudi. Nijue hapa hapa nitubu haraka, nikiri mbele za Mungu, nirejee katika maandiko. Lakini pia niliokoka. Mpinde ukombea matunda yako ni mabaya. Mimi niliokoka. Wabaki hapo katika kiburi, kuna kufutwa. Ukiendelea sana katika kuasi, wamweka Yesu msalabani tena, wampatia maumivu yale. Na Yesu hayataki hayo maumivu, wamletea tena hayo maumivu. Na Mungu anasema, usimuumize mwanangu, imetosha. Wacha nikufute. So tunafaa tuwe na hofu zaidi, kujichunguza. Tabia yote ikionekana kwako, mpendo akikwambia hii si tabia ya Kristo, usishindane, usingangane, kuna kufutwa. Rudi haraka sana. Ikiwa ni maonyo ya kweli kwa upendo. Lakini kama ni ya kuekelewa, kaa naye chini, muonyeshe kwa maandiko, hii unaniekelea. Alafu mzigo uweke tu mbali, yeye atubu sasa. Lakini kama ni ya kweli, shuka haraka sana. Shuka, hakuna. Kama utashuka, maandiko yanasema utaenda kutenda tena na kutakuwa na dhabihu. Sasa ona mali itakupeleka. Itanipeleka vibaya. So Mariamu na Yusufu hawakujichunguza kimwili. Na watu wangapi leo wako hivyo? Wengi. Mimi na wewe tu ni neema. Mungu anatufungua macho. Wewe ni neema, Mungu anakufungua macho. Kuna mtu hata ajui haya. Na sisi ni bora. Sisi si bora. Naweza endelea? Luka mtakatifu 2:46. Baada ya siku 3 wakamkuta ndani ya hekalu akiwa ameketi katikati ya walimu wa sheria, akiwasikiliza na kuwauliza maswali. Weza soma 45. Luka mtakatifu 2:45.
walipomkosa walirudi Yerusalemu ili kumtafuta. Walipomkosa ilibidi warudi Yerusalemu. Na uvuti safari wameenda masaa 12. Wangetambua hapa, wangemtafuta mapema. Lakini kwa sababu hawakufanya hii kitu ambayo inaitwa self examination, ni kujitafuta, discernment, kujipambanua, ni matunda gani ambayo mimi natoa. Ndio ule ushirika wa kwanza ulikuwa na shida. Ushirika wa kwanza mali tulikuwa Peter ulikuwa na shida. Ni kwa sababu gani? Hakukuwa na vitu viwili ama hata zaidi. Lakini muhimu ilikuwa vitu viwili. Kitu cha kwanza ilikuwa discernment, kupambanua umeokoka kweli, matunda yako ni gani. Hakukuwa na hiyo examination. Hakukuwa na self examination. Yule ambaye alikuwa anaongoza pia alikuwa amepungukiwa, alikuwa hajui haya. Alikuwa hajui kuchunguza nafsi, hajui mambo ya toba kwa ukamilifu. Na watu walitoka kubatizwa, mtu amebatizwa saa 10 ameenda kuangua kwa usherati. Yule anaibatiza ameokoka kweli, lakini kuna vitu vilikuwa hajajua. Hii kuexamine nafsi, discernment. Chuki zilikuwa huko, visasi. Naona kiburi ilikuwa, ujeuri ulikuwa, mtu kuzungumziwa, mnapanga hivi, nenda unapangwa hivi, mambo mingi sana. Kumbe yote yalikuwa ni Mungu anaonyesha. Paka Mungu akatuma watu kutoka mbali kwa rehema ya Mungu. Na alipokuja kwa uwezo wa Mungu tukashuka. Na Mungu akatubadilisha na akatuongezea zaidi na zaidi. Amen. So huwa ni muhimu sana kujichunguza. Wengine walikuwa waombezi na tunashuku. Wanaenda wanakaa wanasema wameona maono na walikuwa kwa dhambi chafu sana. Kuna uwezekano hata masturbation. Na ndo muombezi. Anasema ameenda milimani. Kila ukikutana naye tu anakuambia nimekesha, nimekuwa milimani. Uongo pia ulikuwa ndani yake. Mtumishi nimekuwa milimani. Wafanya nini milimani? Na dhambi za siri zilikuwa huko ndani. So hivyo pia ukiangalia Yusufu na Mariamu ilibidi warudi Yerusalemu. Lakini wametembea ama hawajatembea? Tembea. So Mungu hataki utembee hivyo, uende sana. Hataki uende sana kiasi kwamba uanze kukumbuka uwe na jaribu kubwa kabisa. Mzee mmoja anasema hivi kwa sababu mzee mmoja ambaye anahubiri injili mahali nilikuwa, Mkorea, anahubiri injili mahali nilikuwa. Lakini ukisikia mahubiri kweli ni mazuri, promises za utakatifu, za kuoshwa, kweli kila kitu ambacho wanatoa kwa maandiko ni 100% kweli. Hapo ndio nilikulia. Kweli kabisa. Lakini cha hatari ni kwamba hakuna toba. Toba haielezwi. Hawa watu wanapoa Yesu amekuosha, Yesu amekutaka, hakuna toba. Miaka 70 sasa, huenda 60 katika hiyo huduma. Na hakuna toba, yuko tayari kuvunja kila kitu. Shule zimetengezwa. Kanisa iko dunia nzima. Na injili niyo ameipeana. Na ni mzee sasa. Na neno liko wazi kabisa kama hubiri toba. Yaani hakuna hata nafsi moja kwa uwezo wa Mungu na maandiko itawahi kuokoka. Hakuna. Nimepitia kidogo nikamwangalia Facebook nikasikia uchungu sana ndani ya moyo. Licha kwa moyo Mungu alikuwa amepeana hata kabla. Lakini nikaangalia nikasema kweli. Zile ametengeza. Na amepata neema kweli, Mungu anamsaidia kweli. Nenda upeane hiyo ahadi, nenda upeane ahadi. Lakini umepata na watakatifu wamekuonya, hubiri toba. Hubiri, waonyeshe watu dhambi zao. Lakini bado wakaidi pale kwa sababu ile ministry umetengeza ulimwengu mzima. Utarejea tena kuambia ulimwengu mzima kwamba kile chote ambacho nimewapatia sicho.
makanisa ulimwengu mzima. Unaona mali yuko mtihani mkubwa sana. So Mungu hataki ifikie hapo kwako, ifikie hapo kwangu. Hata afadhali yeye. Kuna wengine wako jana msahi na hawezi kurudi nyuma. Na kuna wengine still watasimama mbele ya Yesu Kristo. Yesu atasema ondokeni hapa nyinyi watenda waovu. Sijawahi kuwajua kamwe. So bado kuna watu watakuja na watasimama mpaka mbele ya Yesu Kristo. So the earlier the better. Nilijiangalia hapa sahi. Yes. So ni mfano ambao uko wakfu. Wafikiria Yusufu na Mariamu walipotambua Yesu hayupo. Mioyo ilikuwa ilienda juu. Ilishuka chini, si ndio? Nasema mbona tukufanya hili mapema? Uende Yusufu akamwambia Mariamu. Wazazi wa kiume wako na hiyo. Wewe wajua mtoto wewe, mtoto. Mbona huku nilio mapema? Mimi nilikuwa nafikiria. Yusufu alikuwa mwenye haki zaidi ya sisi wa baba wa siku hizi, alijihesabia yeye pia hilo kosa. Lakini wazazi wa siku hizi watasema mama, wewe ndio inafaa umshike mtoto mkono. Wewe. Anajiondoa. So ni mioyo ilirudi chini na akarudi tena nyuma. Walitaka kurudi nyuma. So hata nikitambua kwamba sina Yesu, usitake kwenda mbele. Taka kurudi nyuma. Huduma iangushe chini, angusha kila kitu chini huko. Hesabu mavi kama Paulo. Anza Ukitambua matunda yako hayako sawa, anza Mariamu na Yusufu walirudi nyuma, walianza Na kusema acha twende tu, akija sawa ama asipokuja sawa. Walisema hatuna Yesu Kristo, wacha turudi nyuma tukachukue mtoto wetu. Na inafaa hivyo. Wasema niliamini nimeokoka tarehe hii. Lakini kwa hiyo matunda ambayo nimekuwa nikionekana haya hafanani na Yesu. Kweli kwa uwezo wa Mungu na neno la Mungu nikijiangalia sina Yesu. Wacha nirudi nyuma nimpate huyo Yesu Kristo. Utampata. Amen. Yeah. Sasa tuangalie Mathayo Mathayo ni sawa. Mathayo 7 Anza 16. Mathayo mtakatifu 7 mstari wa 16. Mathayo mtakatifu 7:16. Mtatambua kwa matunda yao. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu kwenye miba au tini kwenye michongoma? Na Yesu anasema mtawatambua kwa matunda yao. Hicho ndio kipimo. Yesu ndio anasema utawatambua kwa matunda yao. So nisitake kwanza kuwatambua wale. Kwanza Yesu anamaanisha nijitambue mimi kwanza. Manake nikikimbilia kumtambua yule, na wakati mimi pia niko na shida, Yesu analileta hapo kwa mstari wa kwanza. Nasema mwenzako akiwa na kibanzi, wewe uko na boriti. Kwanza toa hii boriti yako, kwanza nitoe boriti yangu, ndio niweze kuona vizuri nitoe kibanzi ya mwingine. So Yesu anasema kwamba utawatambua kwa matunda. Yesu anasema mimi nitajitambuaje mimi niko sawa na Mungu? Nitajitambuaje nimeokoka? Yesu anasema usiende left, usiende right. Anafanisha na mti. Vile unatambua mti, ukiona mwembe ni huu, utakuwa 100% sure kwamba mtu akija na avocado, akwambia ile avocado nimelitoa hapa. Utakubaliana naye? Hakuna siku utakubaliana naye. Maana utakuwa sure kwamba mwembe hauwezi kusalini avocado. Na utakuwa sure. Hivyo ndio Yesu basi anataka niweke hiyo panga, hiyo soka ya assurance ndani yangu na ndani yako vile vile. Ili kwangu kukitoka avocado nisiseme mimi ni mwembe. Na wakati maavocado ndio yanaonekana, niwe sure kama natoa avocado basi mimi ni muavocado. Na kama natoa maembe, nijue mimi ni mwembe.
Mtawatambua kwa matunda. Yesu anasema hivi. Mtawatambua kwa matunda. So utatambuaje mtu ameokoka? Kwanza utajitambuaje umeokoka? Kwa matunda. Yes. Waonaje matunda yako yakiwa mabaya? Utaamini umeokoka? No. Matunda yako yakiwa mazuri, utaamini umeokoka? Yes. Sawa. Hii sile mtu anatoa matunda mazuri lakini ushuhuda wa wokovu wake umepungukiwa. Watu wako kwa toba wana matunda mazuri lakini hawajaokoka. Hii mpaka ialign ushuhuda wa wokovu na matunda. Umeelewa? Ushuhuda wa wokovu. Uliona dhambi zako, ulipata huzuni ya kiungu, ulijutia dhambi zako, ulipata nguvu kugeuka kutoka kwa hizo dhambi. Sawa. Ulipata imani kutoka mbinguni bila chochote ulichokitenda? Ndio. Hiyo mpaka iwe straight. Hiyo ikiwa straight sasa matunda yako sasa. Mwingine anaweza kosa ushuhuda hapa. Nilizaliwa tu, nikabatizwa nikiwa mdogo. Natoka hapo niliokoka. Sasa najitahidi nisitende dhambi. Mtu ameokoka, hajaokoka. Licha kwa una matunda ni mazuri, lakini bado hajafanya nini? Hajaokoka. Mmoja akaja tu kwa Yesu kwa Mathayo 19. Akawa matunda yake ni mazuri. Azini, aibi, adanganyi, anaheshimu wazazi. Lakini Yesu akamwambia bado kitu kimoja. Inamaanisha maisha bado alikuwa hajafanya nini? Bado alikuwa hajaokoka. Alikuwa katika process nzuri ya toba na amri za Mungu zilikuwa zinamuonyesha dhambi na zilikuwa zinamleta kwa Yesu Kristo. So ilikuwa tu bado kitu kimoja, Yesu aingie ndani ya moyo wake. Auze mali yake, alafu ampate Yesu Kristo. Na apatie maskini, ampate Yesu Kristo. So kuna kitu bado kilikuwa kimebaki. Lakini alikuwa haibi, alikuwa azini. Waelewa? So tukiangalia matunda tafadhali, tukiangalia matunda, watu wengi wamekuwa wakipinga matunda ni kwa sababu hawaiangalia za whole. Kuna ushuhuda ya venye umeokoka. Na sasa kuna yale matunda yanaonekana. So hizi mbili mpaka ziende hand to hand. Zifatane. Kornelio alikuwa na matunda mazuri hata kabla Petro aje. Hata kabla batizo na Roho Mtakatifu. Alikuwa na matunda mazuri na which hiyo ni sawa. Lakini alikuwa hajaokoka. Matunda yake ni mazuri. Lakini lazima kuwe na ushuhuda sasa nyuma. Alipokutana na Petro sasa ndio kwa uwezo wa Mungu akapata Roho Mtakatifu maithia. Akaokoka. Na yale matunda yake sasa yaendelee kuwa mazuri. So unaweza endelea na Mathayo 17. Mathayo 7:17. Mathayo mtakatifu 7:17. Vivyo hivyo mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mbaya huzaa matunda mabaya. Rejelea tena tafadhali. Mathayo mtakatifu 7:17. Vivyo hivyo mti mwema huzaa matunda mazuri. Mpaka hapo kwanza. Yesu anasema, hii ni kutoka kwa Yesu. Yesu anasema mti mwema huzaa matunda mazuri. Kisha Yesu amesema hivi. Yesu amesema hivi. Hivyo ndio Yesu amesema, na hiki ndio kipimo sasa. Mti mwema huzaa matunda mazuri. Hivi ndio Yesu anasema. So hakuna kipimo chengine chochote cha wokovu zaidi ya kile ambacho Yesu ametoa. So hata nikiona mtu anafanya kazi nyingi sana za Yesu Kristo, lakini nikiona matunda yake ni mabaya, usitatizike. Njoo tu hapa. Jua huo ni mti mbaya, ni mti mbaya. Na yale matunda yote anafanya mbele za Mungu ni matunda ya unafiki. Na ni mabaya mbele za Bwana kwa sababu ni tamarabovu. Righteousness ambao haitokani na Yesu Kristo, haki ambao haitokani na Yesu Kristo. Yesu ndo mwenye haki. Lazima ingie ndani yetu ndo yeye basi atoe matunda mazuri. So Yesu anaika kipimo kiasi ya kwamba hiki kipimo
miaka, kila century, hiki kipimo kinawekwa kando sana. Lakini hiki ndio kipimo kinafanya kinastahili katika kanisa la Yesu Kristo. Matunda gani natoa? Matunda gani unatoa? Sasa anza kupambanua matunda yako. Matunda mazuri si eti ni mtu anang'ang'ana kuyatoa. Yesu ni mti wa uzima. Yesu ni mti wa uzima. Sisi ni miti mibaya. Sisi tukikatwa, tunachukuliwa, tuunganishwa kwa mti wa uzima ambaye ni Yesu Kristo. Sasa Yesu ndio anatoa matunda. Waelewa? Yesu ndio mti wa uzima. Yesu akiwa ndani yako, yeye ni mti wa uzima. Yale matunda ambayo yatatoka, yanatoka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Mti wa uzima huwezi kupata tunda baya. Yesu ni mti wa uzima na huwezi kupata matunda ya uzinzi, chuki, hasira, kiburi, faraka. Hauwezi kupata tunda hata moja kwa mti wa uzima. Hauwezi kulipata. Hivyo ndio Yesu anahakikisha kwamba mtu yote Yesu akiwa ndani yake hatawahi kutoa matunda mabaya. Licha ya kuwa anaweza gafilika, lakini haitakuwa lifestyle. Lifestyle inamaanisha ni mfumo wa maisha yako ama maisha yangu. Si kwa sababu wewe unatoa matunda. Hapa kuna neno la uhakikisho. Yesu ndio mti wa uzima. Amen. Na wewe enda kwa mti wa uzima ambao ni wa Yesu. Nianze kutoa matunda ya usherati, ya kuendelea, ya uzinzi, ya chuki. Mti wa uzima haiwezekani. So mtu akiokoka, Yesu ambaye ni mti wa uzima anaingia ndani yake. Mti wa uzima ambaye ni Yesu sasa anatoa yale matunda. Na huwezi pata matunda mabaya kwa Yesu Kristo. Hii kwa imani ukipokea hivi, nikipokea hivi, Ukristo kwako na kwangu na kwa kizazi chetu kitanyoroka hivi. Watu wataishi maisha mataua zaidi ya wale walishika katika Old Testament. Amen. Hatuna jitafuta na Daudi hapa. Unaona Daudi alisini pia. Hatuna tafuta hiyo. Tunatafuta ni lini nilienda kwa mti wa uzima nikapata tunda la uzinzi. Hakuna. Basi kama Kristo yuko ndani yangu na yuko ndani yangu, basi hakuna siku nitapata tunda la uzinzi kwangu na kwako pia. Amen. Yeah. Kama naweza enda kwa mti wa uzima nipate tunda la kiburi, basi inamaanisha mimi ama wewe uliokoka. Inamaanisha kiburi itakuwa tabia yako. Lakini kama na uendea mti wa uzima na hakuna tunda la kiburi, basi niwe na uhakika na ujasiri tunda la kiburi haliwezi patikana kwangu na kwako. Yeah. Shida ni nini? Mbona kuna wengine wameokoka lakini matunda? Shida ni yao, si neno. Shida ni sisi, si neno. Ndio maana tuko hivi, uvuguvugu. Lakini inawezekana kutokea Wakristo ambao waishi maisha masafi zaidi ya watoto ambao wameishi duniani. Wataanza vipi? Wakirudi kwa venye imeandikwa. Venye tu imeandikwa hivi, waamini hivi Yesu ndio mti wa uzima. Na weka imani hapo. Na waamini kwamba mti wa uzima uko ndani yao. Na matunda mengine ambao ni maovu kama yamekuwa yakingangana uvuguvugu wayakiri mbele za Mungu, alafu waishi na huo ufunuo kwamba Kristo ndio mti wa uzima na matunda yanayotoka ndani yao na matendo yao yatakuwa kama Yesu Kristo mti wa uzima, basi wataishi maisha matakatifu zaidi kwa sababu ni imani. Ni imani. Haya matunda ambayo yanazungumziwa waweza soma Wagalatia 20 na naweza soma Wagalatia 5:22. Before soma Wagalatia waweza soma rejelea tena hiyo kitabu ya mwisho sehemu ya A, Mathayo 7:10. Mathayo 7:17 mstari wa A. Vivyo hivyo mti mwema uzaa matunda mazuri. Wagalatia 5:22. Wagalatia 5:22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole
upole, kiasi katika mambo kama hayo. Kiasi katika mambo kama hayo hakuna sheria. Rejelea tena Mathayo, alafu shikanisha. Mathayo 7:17 mstari wa A. Vivyo hivyo mti mwema uzaa matunda mazuri. Mti mwema uzaa matunda mazuri. Haya matunda ni gani? Naweza soma Galatia. Galatia 5:22. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Katika mambo kama hayo hakuna sheria. Haya ndio matunda. Haya ni matunda ya mtu ambaye ameokoka. Mti mzuri uzaa matunda mazuri. Na unaona anasema tunda la Roho. Si tunda lako. Tunda la Roho. So si tunda ambalo linatokana na Sam. Hauwezi enda kwa Roho, haizi kutoa matunda ya usinzi, ya chuki, ya hasira, ya kiburi. Roho haizi kutoa matunda hayo. So mtu ambaye anatoa matunda hayo inamaanisha ni mti mbaya na hana roho ya Mungu ndani yake. Mungu anasema tunda la Roho. Tunda la Roho. So ukipewa Roho, ukipewa Kristo, basi Kristo atatoa matunda yake ya upole, utu wema. So Mungu anataka nijichunguze katika haya matunda, niangalie kweli nimekuwa nikienenda katika haya matunda. Basi huyo ni mti mzuri. Na ikiendamana hand to hand na ushuhuda wa wokovu wako. Katika wokovu ulitambua dhambi zako. Katika wokovu ulitambua umemkosea Mungu, kwamba wewe ni mwenye dhambi na umetenda dhambi maisha yako yote. Katika wokovu ulipata huzuni ya kiungu, majuto. Katika wokovu ulipata rehema, ukageuka kutoka kwa matunda maovu. Yaani matunda ya toba yakaonekana. Na je, ulipata imani ya kwamba Kristo amechukua dhambi zako zote na zikaoshwa na damu yake, na ukapata kubatizwa na Roho Mtakatifu? Na je, umebatizwa kwa maji mingi? Na baada ya hapo matunda yako yamekuwa hivi: upole, utu wema, kiasi, tulivu. Sasa pambanua katika hayo matunda, kwa sababu mti mzuri unatoa hayo matunda. Bwana Yesu asifiwe. Acha turudi Mathayo 7. Waweza endelea na sehemu nyingine ya Mathayo 7:17. Zaisoma yote. Vivyo hivyo mti mwema uzaa matunda mazuri, na mti mbaya uzaa matunda mabaya. Ya Yesu anasema mti mbaya nao pia uzaa matunda mabaya. So mti mbaya uzaa matunda mabaya. So kusiwe na confusion, mimi ni mzuri lakini matunda ni mabaya. Hakuna mti kama huo, hakuna mti kama huo. Hii gate imekuwa ikiingilia katikati, ndio imekuwa ikiharibu kabisa. Lakini zamani ilikuwa matunda yako ni mabaya, hauna ushuhuda wa wokovu, wewe hujaokoka hata unatambua hivyo. Lakini sasa hii kuna upotovu mwingi sana. Meokoka, tunasikia hapa mesini. Na hiyo kuzini Yesu anasema ni tunda baya, na imekuwa maisha yako. Na inakuwaje wewe ni mti mzuri na matunda mabaya yanatoka? Yesu anasema hakuna mti kama huo, hata mti kama huo. So lazima kuwe na gauge ya kibiblia ndani ya moyo wangu na ndani ya moyo wako, ili uweze kujipima vizuri kwa uwezo wa Mungu, ndio uende kupima wengine vizuri. La sivyo tayari kipimo kimepotea. Kipimo kimepotea. Kipimo cha kupima mtu katika wokovu kimepotea kiko. Wao unafanya Yesu anaiweka. Na wachungaji hawako tayari kukubaliana na hichi kipimo cha Yesu Kristo, hata washirika hawako tayari. Lakini ni nani amebarikiwa? Ni yule ambaye anafuata maandiko. Ni Mariamu na Yusufu. Wametembea siku nzima, masaa 12. Wanasema hatuna Yesu, wacha turudi nyuma. Wanarudi nyuma kumtafuta Yesu Kristo, kwa sababu wanajua bila Yesu Kristo
Ulimwengu wa kiroho sasa sisi hatuna uzima wa milele. Yeah. So mti mbaya uzaa matunda mabaya. So kama mtu anaamini ameokoka na anaogelea kwa matunda haya ambayo tutayasoma, Yesu anasema huyo ni mti mbaya. Ama mimi ni mti mbaya. So haya matunda mabaya tutayapata wapi matunda mabaya? Tukirudi hapo tu Galatia 5:19. Haya ni matunda ya mwili. Weza soma Mathayo, asante. Mathayo 7:17 mstari wa baba. Mti mbaya huzaa matunda mabaya. Wagalatia 5:19 mpaka 21. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati, uchafu, ufisadi, kuabudu sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Na waonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla, kwamba watu watendao mambo kama hayo hawatarithi ufalme wa Mungu. Hayo ndio matunda mabaya. Waweza enda step by step, asante. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati. Uasherati tumesoma katika Wakorintho. Ile kijana alienda kulala na mke wa babake. So Paulo alipoangalia ile na yale matunda yako ndani kama yale, akiwaandikia waraka aliwaambia jichunguzeni. Na hapa kwa uwezo wa Roho wa Mungu anatoa matendo ya mwili. Mti mbaya una uasherati. Ndio maana akawa anashangaa, anasema mumeokoka na niaje uasherati unapatikana huko? Mujichunguze. Bwana Yesu asifiwe. Mujichunguze. Manake Yesu anasema mti mzuri uzaa matunda mazuri. Na niaje wewe ni mti mzuri na unazaa matunda? Naona? Ndio maana anasema sasa hebu jichunguzeni. Licha kwa baadaye alipata toba baadaye, lakini unaona hiyo iko ndani ya moyo wa Mungu. Yaani huyu mtu ajichunguze. Na waonaje angeenda kuambiwa aseme huyu mama nimempenda sana, sitamuacha, na endelee naye hivyo? Huyu mtu ataingia mbinguni? No, hataingia, kwa sababu tubu, hakugeuka na kuacha. Lakini ukikutana naye alikwambia mimi ni Mkristo niliokoka tarehe fulani, na mbona anajidanganya huyu? Mungu anaiandika ndo anafuta, na ulizwi maswali. So niwe na hofu. Ndio maana Mungu amekuwa na mzigo na mafundisho ambayo anaitwa church discipline, kwa sababu huwezi fanikiwa katika ufalme huo tunaenda kama uko indiscipline. Hauwezi. Moment uko indiscipline katika ushirika, jua hata mbinguni hauingii kwa sababu ya indiscipline. Discipline ni doctrine ya Yesu Kristo, na ndio haya tuomba tujitafute. Mti mbaya wa usherati, wa uzinzi. Alafu next, uchafu ufai katika kanisa la Bwana. Uchafu inaweza kwa mambo ya family planning, mambo ya mipira ya kujamiana. Uchafu ni kuangalia mapornografia, uchafu chochote, maneno machafu, lugha chafu inatoka kwa kinywa cha mtakatifu. Yesu anasema no. Mti ambao ni mbaya, matunda yake ni mabaya. Mti ambao ni mzuri, matunda yake ni mazuri. So hii laini Mungu anaika laini kabisa. Next. Ufisadi.
Tuko kanisani, ufisadi na ndio ni mfisadi, huyo ndio mtumishi anahubiri, alafu yuko na ufisadi hapa, pengine hata naiba moto. Ona, mambo mengine tu madogo madogo. Na amefuata kama mtumishi, hii si sawa, hii kuiba moto sasa. Anasema unajua serikali iko hivyo, hata mimi na naishi na natosheka katika moyo. Basi kuna hatari katika moyo huo, ni ufisadi. So wewe kile kipimo Yesu analeta hapa. Mtu yote ambaye anafanya ufisadi na anaendelea katika ufisadi, Yesu anasema hili ni tunda baya, huu ni mti mbaya. So kama mtakatifu nimekuwa nikigafilika kwa njia moja ama nyingine, basi nafanya hili ni tunda baya na litanipeleka pabaya. Nikiri mbele za Mungu na niregee. Mungu akishiriki hivi amanishi haiwezi kugafilika. Kizazi kizima tayari kimegafilika kutoka kwa Adam. Kizazi kiligafilika. So tunarejea kwa maandiko ili tuweze kushinda mpaka huko kugafilika kwa hakuna. Tukirudi kwa pure gospel. Kwa kama nimekuwa kwa ufisadi ni kukiri na kusema hii njia tosha. Hili ni tunda baya, halifai kuonekana kwangu. Wewe mwingine haujatambua pengine. Haujatambua. Lakini wakati Mungu atakwambia, then unafaa utubu. Yafanye achane nayo kwa Mkristo aliokoka, hashindani. Hii ni mbaya, sikuwa nimejua. Tosha. Amekakana. Tuendelee. Kuabudu sanamu. Sanamu ziko za kiroho na ziko za kimwili, pesa, kazi. Hizo zinaweza kuwa sanamu. Uchawi, uadui, ugomvi. Wakristo wanaweza kuwa na uadui. Naweza fikiria kama si uadui kwa sababu shetani ana upapashon nyingine. Basho na moto tutaongea, tutacheka, lakini ndani ya moyo kuna uadui. Mwenzako akisema kitu ambacho hata hakumaanisha kile ambacho unafikiri. Unasema unaona unaiweka hivi sasa. Sasa mimi sikuwa nao mawazo. Na huo ni uadui ndani ya moyo. Huo ni uadui. Kwa sababu mawazo mengine mabaya yanatoka wapi? Mawazo ya kigeni hayafai kutokana na wewe. Nafanya tu na moyo msafi. Hata nisikisia Ananio amesema hivi, nasema Ananio hawezi sema hivi. Mpaka nilichunguze kweli nisikie kutoka kwake. Hiyo ni moyo msafi huo. Lakini amesema hivi alafu nimeconnect. Hii inawezekana ni huu ni uadui. Huu ni uadui. Ina maana nimeweka uadui hapa ndani ya moyo. Dhamira yangu na dhamira yako iwe safi kwa mwingine. Nikiona dhamira yangu inakunjika, mpendwa, shuka. Nikiona dhamira yangu inakunjika kwako, na toba ya kufanya na kuweka kando hicho kipimo. Niwe tu safi. Mpaka labda nisikie neno baya kabisa limetoka kwa kinywa chako, nikiwa nasikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nafaa iwe hivyo. Ugomvi. Ugomvi haufai, ugomvi. Ugomvi huo unatokea, mitume walianguka kwa ugomvi, mitume. Tena ugomvi mkali sana. Barnaba na Mariko. Na Paulo na Sila. Paulo anataka kwenda na Sila na Barnaba. Na Barnaba anasema atumwache Mark John. Maandiko anasema ugomvi mkali sana ulilepuka pale. Walipungukiwa? Yesu alipungukiwa. Wana dhambi? Ndio wana dhambi. Nani ameandika hii? Roho wa Kristo kupitia Paulo. Lakini anaandika hapa magomvi. Baadaye Paulo alipata toba. Aliandika barua akasema mkija nileteni Mark. Huyo ambaye alikuwa anamkataa, mleteni, ni wa msaada. Hii ni toba. Hii ni toba. Na ukichunguza hapo anamchukia, alikuwa anasema hapana, hii mission huyu astahili. Huyu mission afai, huyu ni wa kurudi nyuma, huyu hii hapana, hii ni serious na ni wale wa kwenda mbele. Huyu atatumika huyu. Sasa ni kukata kwa uzuri, lakini anakata kwa uzuri, imagine dhambi pia inafanya nini? Inaingia hapo kukata kwa uzuri. Si kukata kwa ubaya kwamba huyu simpendi. Hii mission huyu hataweza. Tunajua moyo wake, tunajua mahali amefikia. Hataweza. Unaona? Anakata kwa uzuri kabisa. Lakini sasa kuna ile kuregesha. Sasa unajipata mko kwa nini? Magomvi. Sasa zingine mjapanga magomvi. Lakini wamrekebisha huyu hataki kurekebishika.
Sasa mwingine pia yuko hapa na mzigo. Kwa nini nataka kurekebisha? Anapaza sauti. Huyu mwingine anapaza sauti. Mnajipata mnafanya nini? Mnagombana. Mpaka mtu wa mataifa anapita anasema, jamani, nyinyi si ndio mmeokoka? Si nyinyi ndio watumishi? Watuongoza vipi? Sasa mnakaa, haya magomvi yametoka vipi? Mnaweza ulizana. Basi namaanisha hatukupanga tugombane kwa sababu ni uovu. Lakini katika ile kurekebishana unapata shetani anamuongeleza mwingine. Na mwingine anataka kumuonyesha sasa. Anasisitiza. Ilifika mahali Paulo aliandika, ukimwonya mtu mara wachana, alijua nini itatokea. Alijua kwa sababu kuna siku walionyana. Yeye anamuonya Barnaba kuhusiana na huyu, kuhusiana na mimi Marko. Lakini Barnaba ako pia na kitu cha kusema na Marko ako na kitu cha kusema. Sasa kukawa na sasa nalazimisha huyu Barnaba aone venye Marko amefanya. Nalazimisha na pale ndio magombano yanafanya nini? Yanaingia. Lakini angemuonya mara kwanza, atweni na huyu. Atweni na huyu. Basi ishe. Magombano yangekuwa hakungekuwa na room. So waweza ona, uende mwambia mtu usifanye hivi mpendwa yako na njia nyingine. Na wewe unaona kabisa. Hata wapili anakuja anaona ufanyi vyema mpendwa. Watatu wanakuja ndio ufanyi vyema. Lakini mkiendelea kumwambia, nyinyi pia watatu mwaingia katika dhambi ambayo inaitwa magomvi. Mtajipata kuna nini? Magomvi, muonye mara kwanza, muonye mara ya pili. Wachana naye sasa. Usiingie katika dhambi ya magomvi. Yesu alisema muonye mara kwanza, akikataa nenda kachukue ndugu. Kaeni naye chini. Muonyeni kwa upendo. Akikataa mpende kwa serikali. Ili usiingie katika uovu na wewe. Wivu pia huwa na tuchunguze mioyo yetu. Wivu, hasira, fitina, mafarakano, uzushi, husda, ulevi, ulafi na mambo mengine yanayofanana na hayo. Nawaonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla. Kwamba watu watendao mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Yesu. Roho wa Kristo na Paulo anasema hawataurithi ufalme wa Mungu. Watu wanaofanya matendo kama haya. Hayo matendo yote ni matendo ya mwili, na mtu yote ambaye anatenda haya consciously, constantly, continuously, progressively, yani ni mfumo wa maisha yake, na anayafanya dhamira yake ikiwa sawa, then mtu ni mti mbaya, mti mbaya. Hata kama ni tunda moja, lakini ni tabia ya huyu mtu akaichina ajichunguze. Hata kama ni tunda moja, akaichina ajichunguze, kwa sababu yule mmoja alipoenda kwa Yesu Kristo aliambiwa bado kitu kimoja. So kuna uwezekano bado tunda moja. Niangalie. Nisione tabia moja mwaka paka mwaka. Nikae nijiulize kwa nini naonywa hii? Na hii inapatikana hapa katika Wagalatia. Naona mbona wanafanya haya hawaingii katika uzima wa milele. Asante, hawaingii katika uzima wa milele. Nikae chini niseme kuna shida mahali. Maana yake kulikuwa na shida mahali. Haraka sana tutaangalia kitabu ya Matendo ya Mitume. Tutamalizana hiyo Mungu akiruhusu. Matendo ya Mitume 8 unaweza kuanza 5. Matendo ya Mitume 8 mstari wa 5. Filipo akateremkia mji mmoja wa Samaria, akahubiri habari za Kristo. 6. Watu walipomsikia Filipo na kuona ishara na miujiza aliyofanya, wakasikiliza kwa bidii yale aliyosema. 7. Pepo wachafu wakawa wakiwatoka watu wengi, huku wakipiga kelele, na wengi waliopooza na viwete wakaponywa. 8.
Hivyo pakawa na furaha kuu katika mji huo. Endelea. 9. So paka hapo tuona uponyaji, mapepo yanatolewa, watu wanafunguliwa na kukawa na furaha kuu. Si furaha kidogo, furaha kuu. Watu wakiokoka wanakuwa na furaha kubwa sana. So kukawa na furaha kabisa, watu wakawa na furaha kabisa. Watu wanageuka kutoka kwa dhambi zao, mapepo yanatolewa, uponyaji unaonekana, kukawa na furaha kabisa katika huu mji. Tuendelee tafadhali. 9. Basi mtu mmoja jina lake Simioni alikuwa amefanya uchawi kwa muda mrefu katika mji huo, akishangaza watu wote wa Samaria. Alijipata kwamba yeye ni mtu mkuu. 10. Watu wote wakubwa kwa wadogo wakamsikiliza na kumaka wakisema, mtu huyu ndiye ile nguvu ya kiungu ijulikanayo kama uweza mkuu. Wakamfuata kwa sababu kwa muda mrefu alikuwa amewashangaza kwa uchawi wake. Lakini watu walipomwamini Filipo akihubiri habari njema ya ufalme wa Mungu na jina la Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Simioni naye akaamini na akabatizwa. Akamfuata Filipo kila mahali. Na akawa mwanafunzi wa Filipo. Akaacha uchawi, sawa, ameacha uchawi. Na akamfuata Filipo. Na akasema, wewe Filipo ndio uko na Mungu wa kweli. So ameacha uchawi, siye peke yake, watu wengi wameacha uchafu, wamemwamini Filipo. Wakapokea kutoka kwa Filipo. Maandiko yanasema huyu mchawi pia alifanya nini? Aliamini. Na akabatizwa na akawa mwanafunzi wa Filipo. Endelea. Akistajabishwa na ishara kuu na miujiza aliyoiona. 14. Basi mitume waliokuwa Yerusalemu waliposikia kuwa Samaria walipokea neno la Mungu, wakawatuma Petero na Yohana waende huko. Na walipofika wakawaombea ili wapokee Roho Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa bado hajawashukia hata mmoja, ila walibatizwa tu katika jina la Bwana Yesu. Mpaka hapo watu waliamini, waliacha uovu, walitubu, wakawa wafasi na wanafunzi wa Kristo ndani ya mwinjilisti ambaye ni Filipo. Yes. Lakini Yesu waliamini, lakini hawakuwa wamepokea nini? Roho Mtakatifu. Matunda yao bado. Yohana na Petro walipokuja waliangalia nini? Walifanya venye Yesu aliwaambia wakafanye. Nendeni mkaangalie matunda. Wakiangalia matunda kweli wameacha maovu, lakini bado wanaendelea kuangalia matunda ya ndani zaidi. Watu wako na upendo kweli, wana furaha. Watu wameacha uovu. Watu wafanya ile matendo machafu tena. Hata Simioni ameacha uchawi na amekuwa mwanafunzi wa Filipo. Na ndani ya mioyo yao walikuwa very clean kwamba huu ndio wokovu na tumeokoka, na tukifa tuingia wapi? Tuingia mbinguni. Lakini mpendwa, kuna kitu ambacho mwanadamu haelewi. Na hii inabaki Mungu peke yake anaelewa, licha kwa anapatia kuelewa kwa maandiko. Maana hawa watu walikuwa waishi maisha machafu. Maandiko yanasema walikuwa wamefanya nini? Wameamini. Na kuna wengine akina Kornelio akiamini tu Roho Mtakatifu anafanya nini? Anapeana. Ni kwa sababu gani? Mungu anatuma paka mitume waje waangalie, alafu waweke mikono. Ndio wapokee nini? Roho Mtakatifu. Hapo ndo waliokoka walipowekewa mikono. Lakini hii process nyingine yote ilikuwa process ya toba. Mtu anaokoka wakati Roho Mtakatifu amewekwa ndani ya moyo wake, inakuwa seal. Wokovu wa kwanza, seal. Wakati uko na Roho Mtakatifu hiyo ndio siku ya kwanza umeokoka. Kumeelewa? Lakini huko nyuma walikuwa bado Mungu anafanya nini? Anawavuta kwa Yesu Kristo. Amen. Mungu alikuwa anawavuta. Haimaanishi kulikuwa na makosa, maana hata
Huyu Filipo hakukemewa Filipo. Na Filipo alitoka hapo, elewa, alipotoka tu hapa, alienda akakutana na towashi Mkushi, si ndio? Mkushi, na akamhubiria Injili. Na akaamini, akafanya nini? Akabatizwa. Na naamini alipokea Roho Mtakatifu. Huyo amepokea Roho Mtakatifu akiwa pale pale. So Mungu bado hakuhesabu makosa kwa huyu mwinjilisti. Hakumhesabia makosa kwa sababu imani ya huyu mwinjilisti ni kwamba watu wameokoka. Imani ya huyu mwinjilisti. Alafu Mungu anaona kweli kuna mahali hapako sawa. Mungu anatuma mitume na kweli wanafanya nini mwisho wa siku? Wanaokoka. Amen. So kuna makosa yanaweza tokea, lakini imani anayehubiri ikiwa full kabisa, watu wataokoka. Hata kama wataokoka hiyo siku, wataokoka kesho yake. Kwa sababu ya imani ya yule mwinjilisti ambaye alikuwa amebeba. Hakuna makosa hapa. Mwinjilisti Mungu anamtoa hapo, anaenda anamtumia. Na anaruhusu watoto wake wa kike 4 wawe manabii, na Roho Mungu anaongea kupitia watoto wake wa kike. Anambariki. Lakini hajaokoka, wana Roho Mtakatifu. Lakini ndani ya moyo wake alikuwa anajua Mungu amemaliza hiyo kazi. Na kwa hiyo imani kwamba Mungu amemaliza, Mungu anatuma watu. Kwa hiyo imani ya mwinjilisti Mungu anamaliza. Sote turudi katika moyo ambao tumekuwa tukiangalia. So kuna uwezekano usikie neno, uamini, lakini wewe bado hujapokea Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo anatuambia pale tuzidi kujichunguza. Utajuaje? Angalia matunda. Ina maana kulikuwa na vitabia kwa Hawa. Iko kitabia kimoja hapa tunaona kwa huyu Simeoni. Bado kuna kitu kiko ndani. Yes, ametoka kwa uchawi, lakini anataka anunue. Fedha bado iko. Anataka anunue kipawa cha Roho Mtakatifu alafu aeneze. Waoneni wazo, si zuri liko ndani. Zuri wazo linafaa lifanya nini pia? Liondolewe. Licha kwa wamekubaliana na Injili ya Yesu Kristo, wamekubaliana kugeuka katika yale maovu wanayaona, lakini sasa kuna maovu mengine ni ya ndani ambao Mungu anatuma watumishi. Waonaje wangefuatwa waambwe na Paulo na Petro, Yohana na Petro, nyinyi hamjapokea Roho Mtakatifu. Hebu jichunguze. Tumechunguza matunda yenu lakini hatujaona Roho Mtakatifu, lakini mko mbali. Alafu mmoja aseme hapana, mimi najua nimeokoka, atakuwa anapotea, si ndio? Atakuwa anapotea. Ni hivyo basi. Mungu anataka nijichunguze hivyo. Yohana ananiambia mimi ni kama sina Roho Mtakatifu. Mtambia nieleze zaidi. Na mahali inazuia huyu roho, nitubu basi kwa uwezo wa Mungu na uniombee. Ikiwa imani yangu ni dhaifu, basi kwa uwezo wa Mungu basi anipate Roho Mtakatifu kupitia maombi venye nimefanya. Nijisalimishe chini nipokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Huo ndio moyo. Baada ya kujichunguza na kuona matunda yako aidha tuna moja ama mbili ni continuously baya, nimekusuka hivyo na Mungu atakupatia Roho Mtakatifu. Amen. So unaweza angalia ile tunda ambalo lilichipuka kwa hiyo Simeoni. Mstari wa 17, Matendo ya Mitume 8:17. Ndipo Petero na Yohana wakawekea mikono yao juu ya wale waliobatizwa na wakapokea Roho Mtakatifu. 18. Simeoni alipoona kuwa watu wanapokea Roho Mtakatifu, mitume walipowekea mikono juu yao, akawapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu juu yake apate kupokea Roho Mtakatifu. Huu ndio moyo ilikuwa inazuia. Wivu kwa ndani yake. Tamaa mbaya, si tamaa nzuri, hii ni tamaa mbaya. Hii ndio ilikuwa inazuia kwa moyo. Lakini wamekubaliana, wameka kila kitu chini, wameka uchawi chini. Lakini bado kuna kitu bado inazuia Roho wa Mungu hapa. Roho wa Mungu hapa. Umeelewa sasa? So kuna uwezekano usikie Injili, ubatizwe, geuke kutoka kwa vyote, lakini kuna kitu hapo ndani ya Mungu. Moyo bado Mungu anashughulikia. Uenda mwinjilisti ama mtumishi ambaye Mungu amemweka mbele hakuwa na macho ya kuona hiyo. Lakini kwa imani pia ya mtumishi kwamba naamini kwa uwezo wa Mungu umeokoka. Mungu kwa hiyo imani ya mtumishi na imani pia yako ambayo naamini umeokoka, Mungu anakuja kuirekebisha.
Huo ndio wema wa Mungu. Yesu asifiwe. So ili neno pengine limekuwa geni kwa wengine. Mtu anaokoka wakati anapokea Roho Mtakatifu. Unaweza soma Waefeso 1:13. Waefeso 1:13. Nyinyi pia mliingia ndani ya Kristo. Nyinyi pia mliingia ndani ya Kristo. Mliposikia neno la kweli. Mliposikia neno la kweli. Injili ya wokovu wenu. Injili ya wokovu wenu. Mkisha kuamini ndani yake. Kuamini ndani yake. Mlitiwa muhuri kwa yule Roho Mtakatifu. Baada ya kuamini huwa ni kuwekwa muhuri na Roho Mtakatifu. Wa ahadi. Mlioahidiwa. Aliye mtakatifu wa ahadi mlioahidiwa. Wa ahadi mlioahidiwa. So wakati Mungu anaweka muhuri kwa moyo wako wa Roho Mtakatifu, hiyo ndio wakati na tarehe umeokoka. Hapo ndio umeingia ndani ya Kristo. Licha kuwa inaweza kuwa Mungu anakuvuta kwa Kristo, lakini haujaingia ndani ya Kristo. So utakapopokea Roho Mtakatifu ndani ya moyo, hapo ndio Mungu anasema umeingia sasa ndani ya Kristo. So watu wa Samaria walisikia na wakaamini na wakaacha uovu. Lakini walikuwa wanavutwa kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Lakini walikuwa hawajaingia ndani ya nani? Ndani ya Kristo. So hii nafasi hii si eti iko hapa pekee yake alafu sisi tujione bora. Ilikuwa na wainjilisti ambao walitumiwa na mitume, walichaguliwa na mitume hapa. Kama hii ilikuwa inapatikana. Na kuna wengine katika Matendo ya Mitume 19 wakahubiriwa na Apollo, lakini hawako wamepokea Roho Mtakatifu kwa sababu walikuwa wamehubiriwa toba. Kama inafanyika kwa maandiko na watu wakuu kama Apollo, inafanyika kama na Filipo, inaweza kufanyika na sisi. Inafanyika. Inafanyika. Mtu anasikia neno, lakini bado kuna kitu ndani ya moyo. Mtumishi anaona kweli iko sawa, kila kitu matunda yako sawa, kila kitu iko sawa na batizo. Lakini Yesu anasema mti mwema hutoa matunda mema na mti mbaya hutoa matunda mabaya. Hicho ndio kuna kwa kipimo. So ni nini ilifanya mitume Yohana na Paulo? Yohana na Petro wakaishini waitane mkutano. Waseme hawa watu wamepokea neno lakini hawana Roho Mtakatifu. Nini ilionyesha? Matunda. Wagalatia 5:22 tumesoma. Upendo, upole, amani, uvumilivu. Wale wengine walikuwa na uvumilivu, wametoka kwa dhambi, lakini hawana uvumilivu. Nipatie hiyo Biblia yangu, nipatie nimekwambia hii Biblia. Sasa ukiwa pale mitume wanaangaliana. Alafu wanarudia kwa maandiko. Wanasema kuna kitu bado hakijakamilika, bado kitu kimoja. So nijiweke chini mimi na ujiweke chini wewe, ujichunguze wewe. Alafu ongee na Mungu. Haya ni maneno ya Yesu Kristo. Marko 12. Najua haya ni mafundisho ya kigeni. Na nashukuru Mungu yako katika maandiko. Kwa maana unaona Mungu anataka tu kuweka clear kabisa. Waweza angalia Marko 12, unaweza anza nyuma kidogo. Marko 12 anza 32. Marko mtakatifu 12:32. Yule mwalimu wa sheria akamwambia Yesu, "Mwalimu, umejibu vyema kwamba Mungu ni mmoja wala hakuna mwingine ila yeye." 33. Kumpenda Mungu kwa moyo wote na kwa akili zote na kwa nguvu zote na kumpenda jirani kama mtu anavyojipenda mwenyewe ni bora zaidi kuliko kutoa sadaka ya kuteketezwa na dhabihu. 34. Yesu alipoona ya kwamba amejibu kwa busara akamwambia, "Wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu."
wewe hauko mbali na ufalme wa Mungu. Endelea. Tangu wakati huo hakuna mtu yoyote aliyethubutu kumuuliza maswali tena. Yesu alimwambia hauko mbali na ufalme wa Mungu. Ina maana alikuwa ndani ya ufalme tayari. Hakuwa ndani ya ufalme. Yesu anambia hauko mbali na Kongowea, mfano. Hauko mbali na Kongowea. Ndio kupiga simu, niko wapi? Ndio niko hapa Kisauni. Alikuwa anakuja Kongowea. Utamwambia hayuko mbali na Kongowea, lakini haimaanishi kwamba amefika wapi? Amefika Kongowea. Na kama alikuwa anakuja Kongowea, akupigia simu kwa wapi? Niko hapa Kongowea sokoni. Ndio ambapo umefanya nini sasa? Umefika. So kama anakuja ushirika, amefika Kisauni. Amefika kwa ushirika Kongowea? Hajafika. Alafu afike Kongowea sasa. Akwambia sasa niko Kongowea. Tuombe hapo ndio kwa ushirika. So huyu mtu amejibu vyema, yuko katika toba process yake yote, lakini Yesu anamwambia hauko mbali na ufalme wa Mungu. So hii ni lugha ambayo Yesu Kristo alielewa. So si lugha geni, ni lugha ambayo Yesu alielewa. Kuna watu ambao wa Samaria walisikiza neno na wakakubali, wakaacha kila kitu. Na wakajua, wako na ufahamu. Ukiangalia neno la Yesu Kristo na kile kilikuwa kinaendelea kwao, ni hawakuwa mbali na ufalme wa nani? Wa Mungu. Lakini hawakuwa ndani ya ufalme wa Mungu. Mpaka Mungu akatuma Petro na Yohana. Ndio baada ya kuwekewa mikono, wameamini kweli, Mungu kwa rehema zake akawapatia Roho Mtakatifu, wakabatizwa na Roho Mtakatifu. Sasa wakawa wako ndani ya ufalme wa Mungu. Amen. Ndivyo. Amen. So kulingana na ile matunda ambayo yanaonekana kwako, yanaonekana kwangu, naweza jua siko mbali. Hata kama umebatizwa, inaweza kuwa hauko mbali. Na pia unaweza kuwa umebatizwa, Roho Mtakatifu, umesikia neno, alafu pia ukadhihirisha imani kwa maji. Na matunda yako kwa uwezo wa Mungu yakawa mazuri, yale kama yale ya Kristo yanaonekana kwako. Ya Wagalatia 5:22 yanaonekana kwangu. Basi jua kabisa kwa fahamu zako kwamba uko wapi? Uko ndani. Na uendelee sasa kukaa hapo ndani, ukiwa na hii understanding na assurance kwamba ni salama, niko ndani ya Kristo. Na kama uko ndani, usivunjike moyo, usijihesabie haki. Mariamu alipoenda alimpata Yesu Kristo, si ndio? Wale ambao wanarudi huwa anampata Yesu Kristo. Rudi. Amen. Rudi. Rudi. Sasa tuamini tuko. Tunakushukuru Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, sifa na utukufu ni zako Bwana. Mungu asante kwa neno lako. Sifa na utukufu zikuregelee wewe Bwana. Najua yale umeanena hapa Bwana, si maneno tu ya mwanadamu, bali ni mzigo wako Bwana. Ili Mungu tusisimame mbele yako tuambie ondokeni hapa, sijajua kama nyinyi mliotenda maovu. Sababu Bwana, kwa akili tulifikiria tuna Yesu, kwa mawazo tukafikiri tuko na Yesu kama watu wa Samaria Bwana, kama Mariam na Yusufu kimwili. Lakini kumbe Bwana, hatukupambanua mti mzuri uzaa matunda mazuri na mti mbaya uzaa matunda mabaya. Ili Bwana tusijiite mti mzuri wakati matunda mabaya yanaonekana kwetu Bwana. Kusiwe na chachuio mahali hapa Bwana, wala kwa nafsi yoyote Bwana hapa. Mungu, najua kweli lengo kuu Bwana ni kila nafsi itakayotoka hapa duniani Bwana ianguke kwa kifua cha Abrahamu Bwana. Mungu jitukuze Bwana. Mungu katende Bwana. Tuna nguvu, tuna uwezo. Na ukawe nasi na kila mmoja. Ela tujaomba Bwana, tunaomba mwombezi wetu aliyekaa mkono wa kuume wa Yesu wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo, apate kutuombea tunapozidi kujichunguza. Kwa jina lake Yesu Kristo tumeomba na tukiamini. Sema neema.
the love of God, the fellowship of the Holy Spirit, with us now and forever. May Baba yetu Father wote in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and glory,